Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kufikia azma ya dira 2050, wataalamu wa maendeleo ya jamii ni kiungo muhimu baina ya serikali na wananchi, kwani wanaendelea kutoa mchango mkubwa kuhakikisha mafanikio yanayoonekana katika jamii kupitia uwezeshaji wa jamii kunufaika na huduma mbalimbali zinazotolewa na serikali na wadau kupitia sekta mbalimbali zinazotolewa ikiwemo elimu, afya, kilimo, mifugo, maji, mazingira, miundombinu, nishati, ustawi wa jamii, uwezeshaji wa wananchi na vijana kiuchumi, pamoja na mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia. Ni vyema nisisitize kuwa dira hii itatekelezwa ipasavyo. Kwanza, kwa wanajamii kuelewa vyema wametoka wapi tulipo na wapi tunaenda. Mwenye kuwapa tafsiri rahisi na sahihi na inayoeleweka kirahisi wanajamii wetu hawa ni mtaalamu wa maendeleo ya jamii. Katika historia ya taifa hili, ni awamu hii kumekuwa na watendaji ngazi ya mtaa, vijiji na kata kuliko serikali zote, na ni awamu hii tumepanua uwepo wa wataalamu wa maendeleo ya jamii ngazi ya kata. Sasa ni wasii sana, kumekuwa na mmomonyoko wa maadili wa kutusaidia kutoka huko ni nyie wataalamu wa maendeleo ya jamii. Kuna vitendo vya ukatili wa kijinsia wa kutusaidia kutoka huko ni wataalamu wa maendeleo ya jamii. Kumekuwepo na watu ambao sio wa Tanzania kujipenyeza na kuishi kwenye maeneo yetu, wa kutusaidia kuwatambua na kuhakikisha hatua zinachukuliwa na sheria zinalindwa ni nyie wataalamu wa maendeleo ya jamii. Wataalamu wa maendeleo ya jamii mnalo jukumu la kutusaidia kubaini wanaochochea vurugu kwenye maeneo yetu, ambao wanakiuka sheria, ambao wanahamasisha watu kiuka katiba na sheria za nchi. Mnalo hilo jukumu, kwa sababu jukumu lenu la kuu, miongoni mwa jukumu lionayo ni kuhamasisha mshikamano, amani na utulivu. Huwezi ukaongelea maendeleo kama hamna amani, hamna mshikamano, hamna utulivu miongoni mwa wananchi. Sisi kwa niaba ya serikali ya mkoa huu wa Mwanza tunawapongeza maafisa maendeleo wa mkoa wetu wa Mwanza. Wao wamekuwa sehemu ya shughuli ya maendeleo kwenye mkoa wetu, wanachapa kazi sana maafisa maendeleo kwenye mkoa huu, hakuna mfano wake. Wanafanya kazi kubwa na sisi tunaendelea kuwatia moyo. Hata jukumu tulilowapa la kusimamia ile mikopo ya 10%, mkoa wetu umekopesha bilioni 8.8 mwaka huu wa fedha 25-26, na mikopo hiyo inasimamiwa na maafisa hawa. Na niwaambie kwenye eneo hili maafisa maendeleo wote kwenye taifa hili mnafanya kazi kubwa sana, lakini ndio mmepewa dhamana na serikali. Serikali hii inatokana na Chama cha Mapinduzi, naleta relief kubwa kwa wananchi kwa shughuli mnazofanya. Nyinyi ni watu wema. Ili kuboresha utendaji kazi na utoaji huduma bora kwa jamii, natoa maelekezo yafuatayo ambayo yatahitaji kufanywa kazi. Jambo la kwanza, yeye mtu kama wataalamu, mtumie muda wenu kutafsiri kwa lugha rahisi, kuelimisha na kuhamasisha ushiriki wa jamii katika kutekeleza malengo ya dira ya mwaka 2050. Hapa naomba niseme, tumekuwa tukiimba kuhusiana na dira ya mwaka 2050 kwa muda mrefu, lakini bado uelewa wa wananchi wengi ni mdogo, na wengi hawajui nini kilichomo katika dira, malengo ya dira ni nini, vichocheo ni nini, misingi ya dira ni nini, na sekta zopewa kipaumbele katika dira ni zipi. Masuala haya sisi kama wataalamu lazima tuheshimu, tuichambue na tutafute lugha rahisi ambayo mwananchi aliyoko kijijini tunaweza tukaongea naye akaelewa maana ya dira ya 2050 ni nini. Na tutumie kila mkutano na kila warsha na kila semina ambayo tunakuwa nayo kukumbushana dira ni nini, ina mambo gani, kama nilivyosema, maono yetu tunapofika mwaka 2050 kutoka tuna jamii na namna gani, vichocheo vyake, misingi yake na kila kitu ambacho kimeelezwa. Tutumie hizo nafasi kwa wakati kukumbushana ili kuongeza uelewa. Lakini jambo la pili ambalo nalielekeza
ni kuongoza mabadiliko ya fikra na mitazamo ya jamii kwa kutoa elimu ya kupinga mila na desturi zenye kuleta madhara zinazokinzana na maendeleo na mtazamo wa utegemezi ili kujenga jamii yenye maendeleo endelevu na jumuishi. Bado tuna fikra, bado tuna desturi na tamaduni ambazo zinakinzana na malengo tutakayo tujijengee sisi kama jamii. Ziko zingine ni za kijinsia, ziko zingine ni za kijamii kwa ujumla zake, ziko zingine ni za kiimani. Tusichoke, sisi ndio waelimishaji wa jamii. Tupate nafasi ya kuzitambua mila hizi na desturi hizi, na kisha tuweke mkakati wa namna gani wa kuweza kuzielezea, lakini pia kuelimisha watu wetu. Jambo la tatu, kutangaza fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali ili kuwaletea wananchi maendeleo. Tunazo fursa ambazo nyingi zinaweza kuhusika na uendelezaji wa rasilimali watu, lakini ziko fursa za kifedha ikiwemo mikopo ya wafanyabiashara ndogo, mikopo ya 10% ya wanawake vijana wenye ulemavu, mikopo ya wanawake yani WDF, mikopo ya vijana yani Youth Government Fund YDF, 30% za zabuni za manunuzi kwa umma wanalenga kwenye makundi ya wanawake, vijana, watu wenye ulemavu pamoja na wazee. Tutumie muda wetu tunapokutana na jamii kuelekeza na kuelimisha. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.